Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako e Bwana. Sura ya 13 aya ya kwanza hadi ya 15. Basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye hali amewapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo. Hata wakati wa chakula cha jioni, naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Iskarioti moyo wa kumsaliti. Yesu hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu, aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatoa kitambaa akajifunga kiunoni, kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Hivyo yuaja kwa Simoni Petro. Huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawadha miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe hujui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe hutanitawadha miguu kamwe. Yesu akamwambia, kama nisipokutawadha huna shirika nami. Simoni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono yangu na kichwa changu pia. Yesu akamwambia, yeye aliyekwisha kuoga hana haja ila ya kutawadha miguu, bali yu safi mwili mzima. Nanyi mmekuwa safi, lakini si nyote. Kwa maana alimjua yeye atakayemsaliti, ndiyo maana alisema, si nyote mlio safi. Basi alipokwisha kuwatawadha miguu na kuyatoa mavazi yake na kuketi tena, akawaambia, je, mmeelewa na hayo niliyowatendea? Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vema, maana ndivyo ilivyo. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi, kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyowatendea nanyi mtende vivyo hivyo. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Wapendwa wana wa Mungu, leo kanisa linaingia katika siku tatu muhimu. Siku tatu kuu muhimu: Alhamisi Kuu, Ijumaa Kuu na Jumamosi Kuu. Siku ya leo ni ile siku muhimu sana ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alifanya karamu ya mwisho na wanafunzi wake. Ni siku iliyobeba mafundisho mazito na wosia muhimu wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao hadi leo kanisa linaendelea kufanya na kutafakari kwa kina. Ni siku ambayo Yesu Kristo alivua utukufu wake, kama tutakavyoona baadaye, na kuvaa utumwa kwa kuonyesha maana halisi ya upendo kwa vitendo na nadharia. Leo pia ni siku ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alituachia chakula cha uponyaji ya utapia roho wetu, ili tuwe na afya ndani na katika yeye. Chakula hiki si kingine, ni Ekaristi Takatifu. Ndicho kiini na uhai wetu, umoja wetu, mshikamano wetu na undugu wetu katika familia. Leo pia kwa namna ya pekee Bwana wetu Yesu Kristo aliweka sakramenti ya daraja takatifu kama mwendelezo wa huduma hai na upatanishi kati ya Mungu Baba yake na yetu na sisi wanadamu. Kesho tutatafakari fumbo zima la mateso na kifo cha msalaba cha Bwana wetu Yesu Kristo. Hapa ndipo kwenye hitimisho zima la safari yetu ya ukombozi. Ndugu yangu, ni katika hali hii Yesu Kristo anakubali kuvua umungu wake
na kutwaa utumwa, ili wewe na mimi tuwe tayari kujinyenyekesha mmoja kadiri ya wito wake. Tendo hili la kuvua umungu wake linatufanya na kuyavua mavazi yake na kujifanya mtumwa kwa kuwatawadha wanafunzi wake mguu. Aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatoa kitambaa akajifunga kiunoni. Injili ya Yohane sura ya 13 aya ya 4. Kwa upendo na mfano wa kutumikia, anajishusha chini kabisa sawa na mtumwa na kuacha kufu wake na sifa zote kwa ajili yangu na wewe. Ni upendo wa ajabu. Hivyo baada ya tendo hili Yesu anatoa agizo, basi ikiwa mimi niliye Bwana na Mwalimu nimewatawadha miguu, imewapasa ninyi kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi. Injili ya Yohane sura ya 13 aya ya 14. Ndugu yangu, hiki ni kielelezo cha utumishi usio na faida. Ni kufanya na kutenda kila mara lililo jema bila kutarajia ujira wa pekee wala sifa au shukurani kwa binadamu. Ni kujihesabia kuwa umefanya kile tu unachostahili kufanya katika utimilifu wake. Na Yesu anasema, vivyo hivyo nanyi mtakapokwisha kuyafanya yote mlioagizwa, semeni, sisi ni watumwa wasio na faida, tumefanya tu yatupasayo kuyafanya. Injili ya Luka sura ya 17 aya 10. Leo ndugu zangu, Kristo anaweka sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Hapa ndipo penye kiini na chimbuko la uzima wetu. Tunaposhiriki mlo huu tukiwa safi na mastahili yake. Kumbe ndugu zangu wapendwa, tuendelee kuyashikilia haya mafumbo matakatifu, kupitia kwayo tuweze kupata uokovu. Nawatakia Alhamisi kuu njema. Mwenyezi Mungu awabariki. Tumsifu Yesu Kristo. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Aliyekuletea tafakari hii ni mimi Padre Moses Juhudi kutoka Parokia ya Kimiza, Jimbo Katoliki la Kayanga.